So hii ni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hebu rudia mahali kwenye alikuwa anasema siku ya kwanza itakuwa siku ya mkate isiyotiwa chachu. So tukikuja day 3 hivi wakati sasa tunaita ni 30. So walikuwa wameambiwa tukweni mwanakondoo tarehe 10. Wakati inapofika tarehe 14 jioni, wakati siku ya 14 inapoanza, wakaambiwa mchinje mwanakondoo katika jioni huo. Hiyo ni 14. Na wakati walipochinja mwanakondoo katika hiyo jioni, waliambiwa sasa mshiriki hiyo jioni. Ikifika asubuhi yake kila kitu imefanyika nini? Imeisha. Haleluya. Na kama kuna kitu imebaki mchome. Na wakaambiwa sasa kwa muda wa siku 7 kuanzia sasa tarehe 15 mtashiriki Pasaka ama mkate isiyotiwa chachu. Haleluya. Rudia mahali hapo. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu. Wakaambiwa sasa kwa hii 7 days siku ya kwanza itakuwa kusanyiko takatifu. On 15 hata kama ni Wednesday, hata kama ni Tuesday, hata kama ni Monday, ilikuwa inaitwa high day Sabbath. High day what? Sabbath. Na wakaambiwa tena ikifika tena usiku ya 7 itakuwa nini tena? Itakuwa tena another Sabbath. Hii si sabato ya wiki. Tuwezi kulikuwa na sabato ya wiki, kulikuwa na sabato ya miaka, kulikuwa na sabato hiyo sasa ya Pasaka. So ilikuwa tena siku ya kupumzika, hakuna kazi itafanywa. Endelea kidogo. Na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku ya 7 itakuwa kusanyiko takatifu, hakuna kazi inafanywa. Isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana ile ambao mtu anaweza fanya nini? Kula. Haleluya. Unatengeneza tu chakula, unafanya kazi ambayo inahusika na chakula peke yake. Hiyo tu ifanyike. Hiyo sabato ilikuwa inaruhusiwa kutengeneza chakula, kitu ya kula. Lakini kazi zingine, kazi ya shamba, kazi zingine haikuwa inaruhusiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Endelea kidogo. Hiyo tu ifanyike kwenu. Itafanyika tu kwenu. Nanyi mtaitunza ile siku kuu ya mkate isiyochachwa. Kwa kuwa katika siku hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote. Nataka uende mstari wa 42. So wana wa Israeli waliambiwa katika hii usiku. Unajua wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, ile usiku ya 14. So wakaanza safari sasa kuenda. Ndio wakaambiwa utakuwa ukikula kwa sababu ya shida ambayo mnapitia. Bwana asifiwe. Mstari wa 42 tunaambiwa sana sasa kuhusu hii Pasaka ambao ni tarehe 14. Endelea. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele. Wakaambiwa hii usiku ya 14 itakuwa usiku wa kuangaliwa sana. Mbele za Bwana. Itakuwa sasa mbele ya Bwana. Kwa sababu ya kuangaliwa katika nchi ya Misri. Kwa sababu Elohim aliweza kutoa wana wa Israeli katika njia ya ujasiri. Usiku huo alitoa Farao alipikwa na hiyo mapigo 10. Ilipofika ya 10 hakuna namna, hakuna kitu chenye angefanya because mwana wake wa kwanza alikufa. Hata ng'ombe yake, kila kitu chenye nafungua mimba iliweza kufa. So ililazimisha sasa wa Misri wawatoe wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Wakati Yashua alipokuja katika agano jipya, katika kitabu cha Luka 22 verses tunaanzia mstari wa kwanza twende mstari wa 4. Ndipo tukaambiwa sasa Yashua alipofika ilikuwa desturi ya Waisraeli kushiriki Pasaka. Na chenye ilifanyika sasa ni nini? Haleluya. Bwana asifiwe. 22 verse 7. Ikakaribia sikukuu ya mkate isiyotiwa chachu. So ilikaribia sasa sikukuu ya ambao ilikuwa isiyotiwa chachu. Sikukuu ya mkate isiyotiwa chachu. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Itwaye siku ilikuwa inaitwa siku ya Pasaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Siku ya Pasaka ilikuwa tarehe 14. Lakini waandishi wa Biblia waliita tena the feast of unleavened bread Passover. Ilikuwa inatumika interchangeably. Hata siku ya 14 ilikuwa inaitwa tena unleavened bread because hawangeshiriki
any leaven wakati huo. So ilipofika karibia sasa siku ya Pasaka. Pasaka yenye inamaanisha sasa hapo inajumlisha yote mpaka 14 mpaka the unleavened bread. Bwana asifiwe. Tunasikia kingefanyika ni nini? Na wakuu wa makuhani na waandishi. Wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumua. Walikuwa wanatafuta njia ya kumua Masihi. Maana walikuwa wakiwaogopa wao. They were seeking for an opportunity, wakijaribu opportunity hawapati. Ikafika sasa mtu mmoja anaitwa Judas. Akawaendea. Shetani akamuingia Yuda. Yuda shetani alimuingilia. Anaitwa Iskariot. Naye ni mmoja wa alikuwa mmoja ya tume na wawili. So alienda kwa wale makuhani sasa. Wakaambia sasa nikimsaliti yeye nikiweka mkononi mwenu mtanipea nini? Sasa hawa wakamwambia tutakulipa. Haleluya. Bwana asifiwe. Si aliuza Masihi. So wakakubaliana. Wakati sasa Yashua ilipofika sikukuu ya Pasaka. Ukisoma mstari wa 14, wakati sasa ilipofika sikukuu ya Pasaka, enda mstari wa 14. Yashua aliketi na hawa 10 na wawili katika Pasaka. Haleluya. Amen. Verse 14. Hata saa ilipofika. So tukaambiwa saa ilipofika aliketi chakulani. Kwa sababu gani? Wana wa Israeli walikuwa wanaketi tarehe 14. Ikifika